Ni Machi 24, 2025 kutoka hapa katika wilaya ya Bariadi. Leo hii kimefanyika kikao cha wadau na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ajenda kuu hapa ni juu ya kugawanywa kwa jimbo la Bariadi katika mkoa huu wa Simiyu. Tulipokea maombi ya mapendekezo ya kugawa jimbo la uchaguzi la Bariadi kupitia barua yenye namba CAB.95/226/02C/140 ya tarehe 28 Februari 2025 kutoka kwa Katibu Tawala mkoa wa Simiyu. Wadau wa kikao hiki wameridhia kwa kauli moja jimbo hili liweze kugawanywa na kuweza kupatikana majimbo mawili. Takayokuwepo ni jimbo la Bariadi vijijini na Bariadi mjini. Ndivyo mnalipitisha? Ndio. Asanteni sana. Kwa heshima na unyenyekevu kaomba upokee maongezi yangu kama uwakilishi wa waheshimiwa madiwani kuwa mchakato hapo ulipofikia sisi tunaubariki kwa nguvu zetu zote na tukuombee kwa Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Jukumu hili likakamilike vyema na mambo yetu ya kuwasogezea huduma wananchi wetu yakaende vizuri. Jiografia tu ya jimbo letu la Bariadi sio jiografia nzuri sana. Ni jiografia ambayo imekaa ovyo. Lakini kwa sasa kama kugawanywa kwa kata 10 kwa kata 21, mimi naona itakuwa imekaa vizuri na itawasaidia wananchi kupata huduma kwa usahihi. Wakati tuna jimbo moja, eneo lilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo huduma kwa wananchi ilikuwa ni shida, lakini baada ya kukubaliwa ombi letu hili la kukata majimbo, nina imani wananchi wetu watakuwa wamesogezewa huduma pia na uongozi shirikishi utaenda kama ipasavyo. Mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi ameeleza kuwa tume hiyo imepokea maoni ya wadau ya kuridhia kugawanywa kwa jimbo hili, ambapo tume hii itaelekea katika hatua nyingine ya kuhakikisha jimbo hili linaenda kugawanywa kwa kufuata sheria na taratibu. Baada ya kufanyika kwa kikao hiki, haina maana kwamba ombi lenu limekubaliwa, bali tume leo hapa imetimiza matakwa yake ya kanuni ya 18 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024 ya kutembelea majimbo yaliyoomba kugawanywa au kubadilisha majina. Hivyo tume itakutana na kuendelea kuchakata taarifa zote, na baada ya hapo kwa kuzingatia masharti ya ibara ya 75 ibara ndogo ya kwanza Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 itatangaza majimbo yaliyogawanywa na au kubadilisha majina. Kwa kuwa jimbo limegawanywa au linakwenda kugawanywa, tukuhakikishie tu mheshimiwa kwamba vyama vyote sasa vitashiriki kwa kishindo kuhakikisha vinagombaniana haya majimbo. Na mimi niwaombe sana vyama vya siasa, chukueni fomu twende tukakutane uwanjani ili twende tukapimane nguvu kwa ajili ya kuleta mustakabali mzuri kwa wananchi wetu wa Simiyu. Na nimefurahi kauli ya ndugu yangu mwenyekiti wa Chadema ndugu Moga, amesema ligawanywe waende kuchukua fomu. Kwa tunampongeza sana. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Moja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.